Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo mnyama Simba katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika akianzia nyumbani katika raundi ya kwanza ya nusu finali ameondoka na ushindi wa bao 1-0 katika huo mchezo. Huo hapa ni uchambuzi wa George Mbangile, Hansi Rafael pamoja na Nasiri Harfani kwa namna ambavyo wametazama dakika zote 90 za mchezo. Matumaini ya Simba kwenda hatua inayofuata, kwa sababu matarajio yalikuwa ni makubwa. Simba aweze kuondoka na ushindi ulio mnono na si ushindi mwembamba kwa kiasi kikubwa kwa matazamio ya watu wengi. George Mbangile ameandika yafuatayo: Simba walianza vizuri sana kipindi cha kwanza, kuwa wa kwanza kwenye tukio la mpira, shapu kwenye maamuzi, kasi ya mwili katika kutoka kwenye mpambano. Fadru alibadilisha muundo wa build-up yake, mara nyingi ni wachezaji wawili nyuma, lakini leo ilikuwa watatu. Mabeki wawili wakati na mmoja wapo kati ya Kagoma au Ngoma anakuwa katikati ya mabeki hao wawili kutengeneza utatu nyuma. Kwa nini? Kwa sababu Stellenbosch walikuwa wanazuia na watu wawili mbele kwenye 4-4-2. Kwa hiyo phase ya kwanza inakuwa 3v2, faida kwa Simba. Baada ya hapo kwa Simba ni jambo la kwanza kubadilishana nafasi kwa wachezaji bila kuharibu muundo wa timu, rotation. Ndio maana kuna wakati unamkuta Kapombe kwenye namba 9 position sababu ya rotation. Jambo la pili, kufungua space zaidi uwanjani, na pia hii muhimu zaidi kuwatoa kwenye nafasi zao mama wachezaji wa Stellenbosch ili muundo wao wa ulinzi uharibike. Jambo la tatu, Simba walihakikisha katika mstari wa mwisho wa ulinzi wa Stellenbosch wao wanakuwa na wachezaji wasiopungua 6, fullbacks wawili, winga wawili, namba 10 na namba 9. Hii inakupa option nyingi ya kutengeneza na kufunga. Kipindi cha pili Stellenbosch waliamua kucheza, walianza kushinda mipambano yao, waliamua kuunganisha pasi nyingi hasa kutoka eneo lao la ulinzi na kiungo. Fullbacks wao walianza kusogea juu zaidi kuwafanya winga wa Simba kukabia chini. Kilichokosekana kwao ni idadi ndogo ya wachezaji kwenye mita 25 za mwisho ngumu kufunga, kutengeneza nafasi, kutokuwa na imani na uwezo wao wa kushuti, lakini pia muundo wao wa ulinzi pale wakiwa na mpira haukuwa mzuri. Simba wangefunga kwenye transition kama 3 hivi. Toure, kimo na nguvu ilisaidia kupambana mipira ya juu. Shamo ile namba inamfanyia nongwa Shemaloni kurudi tena. Noti ya 3, Kibu dribbling na rasi zake powerful ilikuwa hatari. Noti ya 4, De Jong ana touch nzuri ila kasi na nguvu ndio inamwangusha pakubwa. Noti ya 5, Yusuf Kagoma pamoja na Ngoma wana maelewano makubwa kimajukumu. Noti ya 6, Awa alikuwa anaipa Simba uongozi mzuri, free kick zake ni hatari. Noti ya 7, Mpanzo mpe tu mpira atatafuta suluhisho mwenyewe. Anepreba full time Simba 1-0 Stellenbosch. Huo ndio uchambuzi wa George Mbangile kwa namna yeye amezitazama dakika 90 za mchezo. Lakini kwa upande wa Nasir Harfani, yeye amemnyoshia mikono Elie Mpanzo kibisawala. Huyu ameandika kwamba huyu jamaa anavyocheza mpira ni kama anaamini yeye ni bora kuliko yeyote. Anaamini kwa ubora wa miguu yake miwili anaweza kufanya lolote, kufunga ama kuassist. Confidence yake ni ya hali ya juu. Leo kila akishika mpira ulikuwa unaona kuna hatari inawakaribia wapinzani. Bahati mbaya leo hajahusika na goli 1-1, lakini kwa nafasi alizotengeneza angeweza kuondoka na assist. Simba wanahitaji haiba ya namna hii kwa wachezaji wengine pale mbele ili kuimalizia kazi nzuri walioianzisha hapa nyumbani. Huyo ni Nasir Harfani kwa yeye ambacho ameweza kukiandika. Lakini kwa upande wa Hansi Rafael Mombeki, yeye amepeleka lawama zake kwa mchezaji Jean Charles Ahoua ambaye dakika za jioni kabisa amepata nafasi ya wazi, lakini ameshindwa kuzamisha
kambani. Anasema kila mtu anaweza kukosa ila sio kwa design hii. Kama Simba wataishia hapa basi hii nafasi itakumbukwa milele. Ukifika kwenye boksi tunakutaka kuwa mtulivu huku ukiamini kila kitu kinakwenda sawa, ila pale Awasi jui kapatwa na nini. Mambo ndo ameenda hivyo. Dakika 90 za kwanza katika uwanja wa nyumbani wa Simba zimetamatika hivyo kwa goli lenyewe la Jean Charles ambaye alikuwa na nafasi ya kuwapa uongozi mkubwa zaidi wekundu wa Msimbazi Simba. Ukipita kwenye peji ya Simba ni ushindi, lakini ushindi ambao umekuwa mwembamba. Watu wanaona kama walistahili kupata zaidi. Lawama nyingi zimeenda kwa Jean Charles licha ya kwamba yeye ndo ameifanikisha Simba kuondoka na huo uongozi. Licha ya uongozi ambao wameusababishia, lakini bado watu walijua kuna nafasi iliyopatikana ya wazi, alitakiwa afanye kitu kikubwa zaidi, lakini Jean Charles hakufanya hicho kitu ambacho kimepelekea lawama nyingi kwa watu kuona mchezo wa marejeano ni kama utaenda kuwa mchezo mgumu sana kwa upande wao, kwa hiki ambacho kimeweka goli moja nyumbani. Ni goli rahisi, licha kwamba lolote inawezekana ukiwa katika ardhi ya ugenini, lakini matumaini ya wana Simba bado yapo kiasi chake, ila matumaini yangekuwa makubwa zaidi kama tayari Simba wangekuwa na uongozi wa kuanzia magoli 2 na zaidi kwenda juu ili kujiweka katika nafasi nzuri wakienda katika ardhi ya nyumbani. Tulimsikia afisa habari wa Simba Ahmed Ali alizungumza mengi zaidi kuelekea huu mchezo, na matamanio makubwa ya Simba ilikuwa ni kupata magoli 3 kwenda juu zaidi kwenye huu mchezo wa nyumbani ili wahakikishe kwamba wanaiondoa ile pressure katika mchezo ambao utafanyika ugenini ili kujiweka wao wenyewe katika nafasi nzuri ya kwenda hatua ya finali, ambao malengo sasa hivi kwa Simba ni kulichukua kombe lenyewe na sio kuishia hapo, licha ya kwamba tengeneza rekodi yao ya hivi karibuni kwenda hatua ya nusu finali, lakini bado Simba hawahitaji kusalia hapa kwenye hatua ya nusu finali. Tuambie kwa upande wako, umezitazama dakika 90 za mchezo visiwani Zanzibar, Simba 1 Stellenbosch 0. Matumaini yako yakoje? Utaenda kushuhudia mchezo aina gani? South Africa Simba ataweza kwenda kupindua meza kwa hiki ambacho kimeonekana katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar? Ni swali ambalo na kuacha nalo mtazamaji wa Mtanange TV, utupe maoni yako, lakini kubwa zaidi, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi, karibu sana kwenye familia ya Mtanange TV, lakini kubwa tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Wanita Salome Naftari, mtangazaji wako, niko hapa kuhakikisha kwamba na kusogezea matukio muhimu ya kimichezo. Kubwa zaidi tu endelea kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka hapa ndani ya Mtanange TV. Asante kwa kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV.